Karibuni katika story yetu inayokwenda kwa jina la Ndoa Yangu. Mtunzi na mwandishi wa story yetu ni Hawa Gadi. WhatsApp namba 0657447644. Welcome. Berinda ni binti ambaye alikuwa anatoka kwenye familia ya kitajiri sana. Baba yake Mzee Simon alikuwa ni mfanyabiashara aliyefanikiwa sana kwenye biashara zake. Huku mama yake akiwa ni mama wa nyumbani ambaye alikuwa anajishughulisha na shughuli ndogo ndogo, huku akiwa anampa support mume wake kwenye usimamizi wa biashara zake. Mzee Simon na mkewe Bi Makurata walikuwa ni wanandoa wa muda mrefu sana, ambao walikuwa wakiishi kwa amani sana kwenye ndoa yao. Na hii ilitokana na Mungu kuwajalia hekima ya kuheshimiana na kila mmoja kujua mipaka yake kwa mwenzie. Ndoa yao ilitawaliwa na furaha sana. Huku vigomvi vidogo vidogo vikitokea kati yao, basi walikuwa wanaweka sawa mambo yao wao wenyewe bila kutafuta msuluhishaji. Katika jambo ambalo lilikuwa linawaumiza sana akili Mzee Simon na mkewe Bi Makurata, ilikuwa ni kuhusu binti yao Berinda. Alikuwa ni binti mwenye dharau sana. Hakuna mtu ambaye alikuwa na thamani mbele ya Berinda. Kila mtu alikuwa hana thamani mbele yake kasoro wazazi wake tu. Jambo hili lilikuwa linawakera sana wazazi hawa ambao walikuwa wamejaliwa hekima na busara ndani yao. Walikuwa wanajitahidi kumuelekeza sana binti yao jinsi maisha yalivyo na jinsi ya kuishi na watu. Lakini Berinda alionekana kuwa ni mkaidi sana. Hakuna alichokuwa kikielewa. Yeye alikuwa anajisikia muda wote kutokana na hali nzuri ya kiuchumi iliyokuwa nyumbani kwao. Alikuwa kashamaliza chuo kikuu Berinda, na alikuwa yupo nyumbani tu amekaa kwa kipindi hichi. Yeye na wazazi wake walikuwa wakiishi jijini Mwanza. Mrs. Simon, hebu angalia hiki kigari kilichokuwa mbele yetu. Ni kibovu kweli kweli, lakini bado tukipo barabarani. Si wakakiuze scraper huko wapate hela kuliko kutujazia foleni tu barabarani. Berinda alikuwa anamwambia mama yake. Walikuwa wapo njiani kwenye gari yao wanarudi nyumbani kutoka kanisani. Berinda ndio alikuwa anaendesha gari. Bi Makurata ambaye alikuwa yupo busy na simu yake anaangalia vitu vya mtandaoni, aliacha kuangalia simu na kuangalia hiyo gari binti yake aliyokuwa anaiongelea. Aliangalia na kubaki kimya tu. Akachukua chupa yake ya maji safi ambayo ilikuwa pembeni yake, akafungua na kunywa maji yale yote, na baada ya kumaliza kunywa Bi Makurata akafungua kioo cha upande aliokaa na kutupa ile chupa tupo nje. Baada ya kuitupa tu ile chupa, alionekana bibi Kizee ambaye alikuwa amekaa pembeni ya barabara akisogea pale ilipotupwa ile chupa na kuiokota na akaitia kwenye roba ambalo alikuwa analitumia kwenye kuwekea hizo chupa zake ambazo alikuwa akiziokota. Berinda na mama yake walishuhudia hilo tukio, na Berinda akaanza kucheka kwa dharau. Maskini bwana, aliongea vile huku akiendelea kucheka. Yaani mimi ingekuwa uwezo wangu mama, hawa maskini wote wangeuliwa kwenye hii Tanzania yetu. Tubaki sisi tu tunaojiweza kwenye maisha yetu. Hao maskini wakapumzike kwa amani huko. Maana nini sasa ambacho wanakifanya kwenye hii dunia? Wanavuta pumzi ya bure tu, hawana hata faida. Berinda, hebu punguza dharau basi. Aliongea Makurata kwa ukali kidogo na kuendelea kusema, hakuna kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu kakiumba bila malengo. Kila binadamu yupo kwenye hii dunia kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo acha kuwadhihaki binadamu wenzio. Berinda akacheka kidogo na kusema, haya mama mtetezi. Bi Makurata hakuongea kitu, akabaki kimya tu, na alionekana akiwa kachukia kidogo. Walifika nyumbani wakashuka kwenye gari baada ya kupaki kwenye maegesho na kuingia ndani. Walipokelewa na Akida pamoja na Keisha. Hawa walikuwa ni mabinti zao wa kazi hapa nyumbani kwao. Berinda akaenda chumbani kwake. Huko alienda kuoga na kubadilisha nguo, na baada ya hapo akatoka na kuelekea sebreni ambapo hakumkuta mtu hata mmoja. Akaenda meza ya chakula kwa ajili ya kula, maana
alikuwa akihisi njaa sana. Alikula chakula, lakini kabla hajamaliza kula mama yake naye akafika mezani hapo. He Belinda, hata kunisubiria mwenzio. Mimi njaa ilikuwa inaniuma sana. Kwa hiyo huna uvumilivu wewe. Nivumilie nini sasa mama wakati chakula kipo tayari mezani? Haya bana. Akatoka mezani Belinda baada ya kumaliza kula. Sasa akiwa anatoka kwenye kiti alichokuwa amekaa, akaangalia getini kwa mlinzi kupitia dirishani. Akamwona Alan, mlinzi wao getini, akiwa amekaa na Akida wanapiga story. Huyu Alan na Akida sasa hivi hata siwaelewi kabisa, aliongea Belinda. Kwa nini huwaelewi? Nahisi huenda wana mahusiano ya kimapenzi. Sio mbaya kama wana mahusiano, kikubwa ni upendo uwepo tu. He mama naye, nimefanyaje sasa? Yaani unasapoti wawe na mahusiano? Kwani haiwezekani? Inawezekana vipi mtu kuwa na mahusiano na mlinzi? He, sasa mlinzi ana nini? Mungu wangu. Kwa hiyo yani mwanamke atembee kabisa na mlinzi wa getini? Ndiyo, kwani sio mwanaume? Belinda akaanza kucheka na kusema hata kama ni mwanaume, lakini sidhani kama kuna mwanamke ana ndoto za kuja kuolewa au kuishi na mlinzi. Unataka kuniambia hujawahi kuona mlinzi kaoa? Hapana, sijawahi kuona. Sasa nikwambie kwa taarifa yako, wanaoa na wana familia zao nzuri tu. Acha kuwapa moyo mama. Hao wanawake wanaolewa na walinzi labda ni hao maskini wenzao, lakini kwa binti timamu kama mimi siwezi kuolewa na security. Haya. Ngoja tuone mwisho wa Akida na Alan ni upi. Kama wanapendana watauana na kuishi kwa amani sana. Sishangai Akida akiolewa na Alan kwa sababu wote ndio hao maskini tu, na siku zote maskini anamstiri maskini mwenzie. Akaanza kucheka tena Belinda, ila mama yake alikuwa kimya tu anakula chakula. Siku zilienda mbele. Siku moja Belinda alikuwa yupo sebuleni amekaa anaangalia TV huku anachezea simu yake. Perini akafika hapo nyumbani kwao, akamkaribisha vizuri sana. Huyu alikuwa ni rafiki yake. Karibu Perini. Asante sana Belinda, alitikia Perini kwa furaha sana. Mbona kama umefurahi sana? Ya, nina furaha kama zote yani hapa. Niambie umefurahi nini? Geoffrey kapeleka nyumbani barua ya uchumba. He, Geoffrey huyu mpenzi wako? Ndiyo Belinda. Huyu mwalimu wa shule ya msingi? Ndiyo mami. Kwa hiyo ndo umefurahi hivyo? Yes best, nimefurahi sana mwenzio. Perini, upo serious? Ndiyo, kwani unahisi na kutania? Ina maana upo tayari kuolewa na yule mwanaume? Yes. Hai bana, kila moja na machaguzi yake, lakini sikushauri Perini kuolewa na Geoffrey. Kwa nini sasa Belinda? Perini teacher, mwalimu nini atakupa wewe? Ana pesa gani huyo? Utaishi maisha magumu. Kwa nini usitulie ukapata mwanaume mwenye kueleweka, mwenye pesa za kutosha, tajiri ambaye hana pesa za mawazo, uishi kwa amani zote, uishi maisha ya raha? Kwa nini unataka kujitesa mwenyewe? Hujiamini ama? No Belinda, sio hivyo. Kwani Geoffrey ana ubaya gani? Na mwanaume sio mpaka awe na pesa nyingi ndio akuoe. Sasa ingekuwa tunataka kuolewa na matajiri tu, ina maana hawa maskini wangekuwa hawana wake. Na hao matajiri wangekuwa wanamiliki wake 10 ama? Hao wanaume wa kimaskini waache waoe maskini wenzao, na wewe subiri utampata wa hadhi yako. Hapana. Mimi nitaolewa na Geoffrey. Nampenda Geoffrey na siwezi kumwacha eti kisa ana maisha ya kawaida. Hapana. Okay. Sawa, kama ndio hivyo ulivyoamua. Ila chonde usije kujijutia baadaye huko. Hapana, siwezi kujijutia kwa lolote lile. Sawa. Huyo binti sijui ataacha lini hizo dharau zake. Sijui mwenzangu, mimi ananikela. Kutwa kucha kuwaongelea maskini tu, hana maongezi mengine zaidi ya kuwaongelea maskini tu. Sijui hata tulimkosea nini sisi maskini. Tunamkosea tunavyoishi kwenye hii dunia. Kwani hii dunia iliumbiwa matajiri tu? Hii dunia ni ya wote, tajiri na maskini pia. Yeye halijui hilo. Akili yake inajua wenye haki na hii dunia ni wao tu wenye pesa, na wala sio sisi hohehahi. Asitubabaishe bwana na vipesa vyake. Yalikuwa ni maongezi ya Akida pamoja na Keisha waliokuwa jikoni wanapika kwenye jiko la ndani, na walipata kusikia maongezi ya Belinda na Perini vizuri kabisa. Lakini hata Imakulata naye alisikia kila kitu walichokuwa
wakikiongea Belinda na Perini sebleni hapo, kwani yeye alikuwa yupo dirishani kwa nje maeneo ya hapo sebleni na alikuwa na pruni maua yake, na ndio akapata kusikia maongezi yao. Sasa Perini asije akakataa kuolewa na mchumba wake kisa maneno ya huyu mjinga mmoja, aliongea Akida. Na akikataa kuolewa naye atakuwa mjinga vile vile, kwa sababu rafiki hawezi kukupangia mtu wa kuishi naye. Kila mmoja na maamuzi yake kwenye hii dunia. Na ukiruhusu mtu akupangie maisha ya kuishi, basi kamwe hautakuja kuwa na furaha katika maisha yako hata siku moja. Perini alikuwa kashaondoka zake na Belinda alikuwa anaendelea kuangalia TV. Madamu Imakulata alimaliza kazi ya kusawazisha maua yake. Akarudi sebreni ambapo alimkuta binti yake amejiraza kwenye sofa anaangalia TV. "Hebu njoo huku nje tuongee," aliongea Madamu Imakulata na kutoka nje. Belinda kainuka kivivu na kumfuata mama yake mpaka nje. "Unasemaje mama?" "Kaa hapo kwenye kiti," aliongea Madamu Imakulata huku yeye akiwa ameshakaa kwenye kiti kimoja wapo kilichopo pale nje. "Na kusikiliza mama," aliongea Belinda baada ya kukaa kwenye kiti. "Mwanangu, hivi utaacha lini hizo dharau zako?" "He mama, kwani kuna mtu nimemdharau? Hujui kama kuna mtu umemdharau?" "Ndio sijui." "Perini kaja kukuambia nini? Na wewe umempa ushauri gani?" Belinda kaanza kucheka na kumwambia mama yake, eti anataka kuolewa na kimwalimu cha shule ya msingi. "Sasa cha ajabu nini mpaka ukamwambia mwenzio asikubali kuolewa na huyo mwalimu?" Mama naye, sasa mwalimu ana hela gani mpaka Perini akubali kuolewa naye?" "Hela anayo na ndio maana akataka kuoa, kwa sababu anajimudu katika maisha yake." "Hana cha kujimudu wala nini, njaa tu." "Belinda, kaa ukijua sisi wazazi wako hatupendi hizo dharau zako. Umesikia binti?" "Haya mama. Lakini mkae mkijua sitaweza kuolewa na mtu ajabu ajabu mimi. Na uombe Mungu umpate huyu ambaye sio ajabu ajabu, maana unaweza ukamtafuta na usimpate, ukaishia kuwapata hawa wa ajabu ajabu." Belinda akacheka tu na kuondoka zake kurudi sebleni kuendelea kuangalia TV. "Kwa hiyo ndio upo serious kabisa kwenye hili?" Asubuhi siku moja alionekana Belinda yupo chumbani kwake amelala kitandani. Yaani alikuwa bado hajaamka tangu alivyolala usiku wa jana. Yake, lakini hata hivyo hakuwa kalala usingizi. Alikuwa yupo macho na alikuwa anaongea na simu na besti yake Perini. "Ndio Belinda, nipo serious kabisa, nahitaji kuolewa mwenzio." "Sijakataa wewe kuolewa, umri unaruhusu sana tu. Ila kinachonipa wasiwasi ni huyo mwanaume anayetaka kukuoa. Sasa una wasiwasi naye wa nini? Ikiwa mtu ana ajira yake serikalini kabisa." "Ajira serikalini ndio hiyo ya ualimu?" "Ndio, ni ajira hiyo, tunatakiwa tumshukuru Mungu. Wangapi wamesoma na hawajaajiriwa?" "Wewe acha ujinga, utafubaa rafiki yangu. Usikubali kuolewa na mwalimu, hawanaga maisha mazuri hao. Wao wenyewe tu ni wagaganja tu kama watu wengine." "Amna Belinda, sio hivyo. Tatizo Perini wewe mbishi na moyo wako ndio unaokuongoza. Lakini mimi ninachokwambia ni cha kweli. Huyo mwanaume hakufai, ni maskini, atakupa shida tu. Unajua hivi vya watu maskini vina shida sana kwenye maisha yao. Usikubali kuolewa na fukara, atakuambukiza ufukara wake." Perini akacheka kidogo na kusema, "Sio hivyo bana, mchumba wangu sio mchovu kivyo. Lazima umtetee, si umempenda, na ndio maana nakwambia unaongozwa na tamaa ya moyo wako. Lakini baadaye ukija kushtuka kila kitu kitakuwa kimeisha tayari. Ushaingia kwenye kifungo kigumu sana ambacho hutaweza kutoka." Sasa kumbe Belinda alivyokuwa anaongea na Perini, mzee Simon alikuwa anapita maeneo ya karibu na dirisha la binti yake na alisikia maneno aliyokuwa anaongea mwanae. Alisikiliza na baada ya kumaliza kuongea na simu, mzee Simon akaendelea na safari yake. "Hivi kumbe Belinda bado hajaacha dharau zake?" aliongea mzee Simon akiwa yupo chumbani kwake na mke wake. "Hajaacha na hana dalili za kuacha, maana naona hata sisi sasa hivi anatudharau. Yaani ukimkosoa kwa mambo yake anayoyafanya basi atakucheka kwa dharau sana." Mzee Simon akaonekana akiwa anasikitika tu kwa mambo ya mtoto wake, ila alikuwa anaumia sana moyo wake, kwani alikuwa anajua madhara ya dharau. Zinapita wiki mbili. Wiki mbili zilipita. Na siku moja Perini alimkaribisha rafiki yake Belinda kwao, kwani kulikuwa na sherehe ndogo. Maana Geoffrey ndio alikuwa anapeleka mahali aliotozwa na wazazi wa Perini. Na siku hiyo ndio alikuwa anataka kumvalisha pete ya uchumba mchumba wake huyo. Kwa hiyo wazazi wa Perini waliandaa sherehe na Perini akamwalika besti yake Belinda.
Belinda alienda kwenye sherehe japo shemeji yake mwenyewe alikuwa anamdharau sana. Sherehe ya Belinda ikafanyika vizuri sana. Geoffrey aliweza kulipia mahali yote aliyotakiwa kulipa pamoja na kumvisha mkewe mtarajiwa pete ya uchumba. Sherehe ilifanyika vizuri na mpaka usiku wa saa 2 Belinda alikuwa kwenye gari yao anarudi nyumbani baada ya sherehe kuisha. Akiwa kwenye gari amekaa siti ya nyuma huku dereva akiwa anamuendesha kwa mwendo wa polepole. Alikuwa anamwaza sana rafiki yake Perrine kwa kukubali kuolewa na mtu mwenye kipato cha chini. Bado hakuwa anaamini kama kweli Perrine kakubali kwa moyo wote kuanza maisha na mtu mwenye kipato cha chini. Walifika nyumbani, akashuka kwenye gari na kuingia ndani sebuleni kwao. Akamkuta mama yake mzazi akiwa anamsema Akida. "Niambie hiyo mimba ni ya nani?" Alikuwa anaongea Madamu Imakurata. "He?" Belinda alishangaa sana na kumwangalia Akida. Akamuuliza mama yake, "Akida ana mimba?" "Ndiyo, ni mjamzito huyu." "Sema hiyo mimba ni ya nani?" aliongea Imakurata. "Mama," aliongea Akida na kutulia kidogo. Imakurata kanyamaza kimya ili kumsikiliza Akida anachotaka kusema. Akida akasema, "Mama, hii mimba ni ya Aran. Lakini kanaambia atanioa." "He?" Belinda alishangaa sana na kuanza kucheka vibaya mno. "Mimba ya nani?" aliuliza Belinda huku akicheka sana. "Wewe Belinda, hebu ondoka hapa," aliongea Madamu Imakurata. Belinda aliondoka kuelekea chumbani kwake huku akiendelea kucheka sana tu. "Niambie, mimba ni ya Aran?" aliongea Madamu Imakurata baada ya Belinda kuondoka hapo. "Ndiyo mama." "Kasema atakuoa." "Ndiyo." "Unamwamini?" "Ndiyo mama, namwamini." "Sawa kama unamwamini. Mimi sina neno. Sitaki tu akutelekeze na mimba yako. Kama unamwamini basi haina shida." "Namwamini mama." "Sawa." Usiku huu Belinda hakutoka chumbani kwake, kwani alirudi akiwa kashiba sana, hivyo alioga tu na kupanda kitandani. Lakini bado alikuwa anacheka sana mwenyewe akiwa chumbani kwake, kila akikumbuka kuwa Akida kabeba mimba ya mlinzi. Mama yake aliingia chumbani kwake ili kumuuliza sherehe ilivyokuwa. Akamkuta binti yake bado anacheka sana kuhusu Akida. "Kwa hiyo nataka kuniambia bado unacheka kuhusu hili swala?" "Ndiyo mama, kusema kweli limenichekesha sana." "Kipi kilichokuchekesha sana?" "Yaani mwanamke mzima unaenda kubeba mimba ya mlinzi? Yaani kabisa mlinzi anakutongoza na wewe unakubali mpaka anakupa mimba?" Alikuwa anaongea Belinda huku akiendelea kucheka sana. "Hawa watu wananichekesha sana. Perrine kafa kaoza kwa mwalimu wa shule ya msingi. Huku nako Akida anapewa mimba na mlinzi, yaani wanaume wa hovyo hovyo kabisa." "Basi wewe tuletee huyo mwanaume wako wa maana uliyekuwa naye ili tukusifu mwanamke mwenzetu kwa kupata mwanaume mzuri." "Mimi mama nitaleta bonge moja la mwanaume hapa nyumbani. Mwanaume mwenye muonekano mzuri na pia ni tajiri sana. Mimi nitaolewa na mwanaume tajiri ili niendeleze utajiri wa kwetu. Siwezi kuleta mwanaume maskini akaniambukiza umaskini wa kwao." "Sherehe imeendaje huko ulipotoka? Maana nimechoka na hayo maneno yako ya kibehi." "Sherehe imeenda vizuri tu na imeisha vizuri. Tunasubiri siku ya ndoa tu Perrine aolewe na huyo mlachaki wake. Huku Akida akiolewa na mbwa wake." "Mbwa?" "Ndiyo, si mlinzi. Kwa hiyo kwa kuwa ni mlinzi ndio muite mbwa. Sasa si mbwa tu hao, wana utofauti gani na mbwa?" "Mwanangu, punguza dharau, zitakukosti sana." "Hazinikosti chochote kile. Ukijidharau utapata walala hoi, lakini ukijikweza utapata wa maana, vibosile." Madamu Imakurata katoka chumbani kwa mwanae. Belinda alikuwa ni mtumiaji mzuri sana wa Facebook. Alikuwa anapenda sana kuingia mtandaoni humo. Watu wengi sana walikuwa wanamuomba urafiki, lakini Belinda alikuwa ni mtu ambaye hapendi kukubali urafiki kirahisi rahisi. Kwenye mtandao huo, hivyo alikuwa na marafiki wachache sana, na mpaka kukubalie kuwa rafiki yake anakuwa tayari kashachunguza picha zako na kuona kuwa una maisha mazuri ndio anakubali urafiki na wewe. Yaani kwa kifupi alikuwa hapendi urafiki na watu maskini. Unajua alikuwa na kauli yake anasema kuwa ukiwa na rafiki maskini basi tambua kuwa unakaribisha umaskini katika maisha yako. Na yeye hayo mambo alikuwa hayataki kabisa ya umaskini, na ndio maana alikuwa hataki ukaribu na mtu yeyote yule ambaye ni maskini. Kuna kaka alikuwa anaitwa Richard Gonzo kwenye mtandao wa Facebook. Huyu kaka alikuwa anamuomba urafiki Belinda mara kwa mara, lakini Belinda hakuwahi kumkubalia urafiki huo. Lakini huyu Richard alionekana hakuwa kachoka kuomba urafiki kwa bibie Belinda. Belinda baada ya kuona anaomba urafiki sana na Richard Gonzo akaamua kuingia kwenye picha za Richard Gonzo ili kumwangalia.
kumthaminisha kama anafaa kuwa rafiki yake au hafai. Aliangalia picha zake, hakuamini alichokiona mpaka akasema wow, kwa furaha sana. Kwani ni mkaka ambaye kimuonekano ana sifa za mwanaume ambaye Belinda ndio alikuwa ni mwanaume anayempenda sana. Richard Gonzo alikuwa ni mrefu na pia alikuwa na mwili wa kujaa kimazoezi. Hakuwa bonge mwenye kitambi, bali alikuwa na mwili mkakamavu wenye nguvu, sura yake nzuri na usmart aliokuwa nao kao unazidi kumongezea uzuri sana. Kilichomfurahisha zaidi bibiye Belinda ni kuona Richard Gonzo alikuwa ni mtu mwenye pesa. Kimuonekano tu Richard Gonzo alikuwa anaonekana ana pesa sana. Hata kwenye picha hakuwa mchovu, location aliyokuwa anapigia picha yalikuwa ya kibabe sana. Magari aliyokuwa anapiga nayo picha mpaka video zake akiwa na drive alikuwa anaziona Belinda na kuamini kuwa huyu kiumbe ana pesa sana. Na ndio vitu alivyokuwa anavipenda hivyo Belinda Simon. Sasa kwa nini asikubali urafiki na huyu kijana? Akakubali chapo urafiki na yeye. Akili yake ikampeleka mbali zaidi na kufikiria kuwa Richard Gonzo ndio awe mume wake. Kwa jinsi alivyo Richard Gonzo basi atakuwa akapata mwanaume wa maana sana na atatamba vibaya mno kama kawaida yake. Richard Gonzo naye kama alikuwa anasubiri kukubaliwa ombi lake la urafiki na bibi Belinda Simon. Kwani baada ya kukubaliwa tu urafiki na Belinda, kilichofuata ilikuwa ni kuchati tu kwenye Messenger. Urafiki wao unakuwa mkubwa zaidi na Richard Gonzo anaomba wabadilishane namba za simu yeye na Belinda Simon. Belinda hakukataa, akakubali chapu na kubadilishana namba za simu. Ikawa sasa hawachati mtandaoni tu, bali walikuwa mpaka simu wanapigiana na kuzungumza. Belinda anafurahi zaidi baada ya kugundua kuwa Richard Gonzo ni mfanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania. Anafurahi sana Belinda na kuomba Mungu huyo ndio awe mume wake, maana akamkubali kwa kila kitu. Richard Gonzo alikuwa akiishi jijini Dar es Salaam na Belinda alikuwa akiishi jijini Mwanza. Gonzo anamuomba Belinda wakutane na alimuomba aje Dar es Salaam. Belinda hakukataa, akakubali na Richard Gonzo anamtumia nauli ya ndege. Mrembo huyu anazidi kufurahi sana. Belinda anawaaga wazazi wake kuwa anasafiri anaenda Dar es Salaam kwa rafiki yake waliomaliza chuo wote. Wazazi wanakubali na Belinda anasafiri baada ya siku moja. Richard Gonzo ambaye alikuwa yupo busy sana na kazi zake alimtuma dereva wake aende kumfuata mgeni wake airport na kumfikisha nyumbani. Na alimuomba dada wa kazi wa hapo nyumbani kwake amkarimu vizuri mgeni wake mpaka pale yeye atakaporudi kutoka kazini majira ya usiku. Kila kitu kinafanyika kama Richard alivyoongea na Belinda anafikishwa nyumbani hapo kwenye jumba la kifahari sana ambalo kwa pembeni kulikuwa na parking ya magari na kulikuwa na magari kadhaa kwenye parking hiyo. Belinda anazidi kuamini kuwa Richard sio mtu wa mchezo kabisa. Usiku Richard anafika nyumbani na kumkuta mgeni wake akiwa yupo vizuri, amekaa sebuleni anaangalia TV huku akiwa anakunywa juisi ya matunda. "Oh, wow mami, nimefurahi sana kukuona." Aliongea Richard baada ya kuingia sebuleni kwake na kumkuta Belinda hapo. Belinda alitabasamu kidogo na kuzungumza na yeye. "Hata mimi nimefurahi sana kukuona Richard." Walisalimiana na Richard akaomba aende chumbani kwake kwanza akajifanyia usafi wa mwili wake alafu atarudi kwa ajili ya mazungumzo. "Ushakula chakula cha usiku?" "Ndio nishakula." Sawa, basi nisubiri kidogo." "Sawa." Richard akaingia chumbani kwake na huku alioga vizuri na kuvaa nguo nyingine. Baada ya hapo akatoka sebuleni. Akaenda kupata chakula kwenye meza ya chakula na baada ya hapo akarudi sebuleni ambapo alikuwepo Belinda amekaa. Alienda kukaa kwenye sofa ya pembeni yake na kuanza kupiga stori na Belinda. Walikaa muda mrefu sana kuongea mambo mawili matatu mpaka baadaye binti wa kazi wa Richard akaenda zake chumbani kulala na hapo akabaki Richard mwenyewe na Belinda. Nafasi hiyo adhimu Richard alikuwa anaisubiri kwa hamu sana kwani baada tu ya kubaki peke yao Richard akaanza kumtongoza Belinda. Belinda alijihisi furaha sana moyoni mwake kwani na yeye alikuwa akili yake inafikiria vile vile kama anavyofikiria Richard Gonzo. Na yeye mwenyewe alikuwa anatamani sana kuambiwa anapendwa na kijana huyu. Alivyokuwa hajui kujivunga msichana huyu hapo alikubali ombi la bwana Richard Gonzo huku akimsihi kuwa kama kweli anampenda basi aende kwao kutoa barua ya uchumba na amuoe.
Richard alimwambia hilo halina shida, kikubwa wawe wameridhiana tu. Baada ya siku mbili Belinda anarudi jijini Mwanza akiwa na furaha sana, kwani tayari na yeye ana mpenzi, tena mpenzi ambaye alikuwa ni chaguo lake kabisa. Yaani ni mwanaume wa ndoto zake. Alikuwa na furaha sana Belinda. Baada ya siku moja tangu arudi kutoka safari yake, anaenda kwa best friend wake Perina kwenda kumwambia kuhusu boyfriend wake aliyempata. Belinda, wewe unawaamini wanaume wa mtandaoni? Siwaamini wote, ila namwamini Richard wangu kwa sababu nimeenda mpaka kwake na yale niliyokuwa nayaona kwenye picha zake ndio hayo nilioenda kuyakuta kule kwake. Mkaka mzuri, mkaka ana pesa, mkaka na utulivu wa usomi. We Pelin, acha tu. Pole yenu nyie mnaoenda kuolewa na wala vumbi la chaki. Mjiandae kuuguza wagonjwa wa TB. Belinda, hebu acha bana mambo yako. Unajua kila mtu ana majaliwa yake kwenye hii dunia. Sio kila mmoja anaweza kupata mwanaume tajiri, hakuna kitu kama hicho. Unajua shida yenu nini inawasumbua mabinti mpaka mnakosa wanaume wa maana? Shida nini? Shida ni haraka za kuolewa. Sijui mnaona mnazeeka mkichelewa kuolewa, kwa hiyo ndio maana mtu yeyote akijitokeza na kusema anataka kukuoa, basi unakubali ili mradi tu na wewe uonekane umeolewa. Hapana. Unajua mpaka unakubali kuolewa na mtu, basi tambua huyo mtu umempenda. Na upendo huaga hauendani kabisa na uwezo wa pesa. Kama mtu umempenda yeye jinsi alivyo, basi hutakuwa makini sana na uchumi wake, bali utaridhika na hali yoyote utakayomkuta nayo. Jidanganye tu hivyo hivyo. Huo ndio kweli Belinda. Mapenzi ni mapenzi na pesa ni pesa tu. Kamwe haviwezi kuwa pamoja. Haya. Naona familia kimaskini na nukia hapa. Tuache na umaskini wetu. Kikubwa tunapendana sana. Okay, hata mimi na Richard wangu tunapendana mpaka tunaumwa. Siku zikasogea mbele bana, na mahusiano ya Richard na Belinda yakawa yanashika chati siku hadi siku. Muda mwingi Belinda alikuwa yupo busy na kuongea na baby. Bila kuchelewa Richard alipeleka barua ya uchumba nyumbani kwao Belinda. Belinda alifurahi sana na kuzidi kuwatambia wenzie kuwa kajipata kwa sasa. Kwa hiyo Richard akawa anajulikana kwao Belinda na Belinda alikuwa anajulikana kwao Richard. Harusi ya Pelin na Geoffrey ilifika. Zilibaki siku 3 tu Pelin na Geoffrey wafunge pingu za maisha. Belinda alimuomba mpenzi wake waende wote kwenye harusi ya BFF wake. Na Richard wala hakukataa, alikubali na kuahidi watakuwa wote. Siku ya harusi ikafika. Mchana Belinda alikuwa yupo peke yake kwenye ndoa kanisani, ila usiku alikuwa na bebi wake ukumbini. Kwani Richard aliingia Mwanza jioni ya siku hiyo, hivyo alienda ukumbini tu. Belinda alizidi kufurahi sana kuwa karibu na mwanaume anayempenda sana. Richard alitoa pesa ya mahari aliyotakiwa kutoa kwa Belinda, na baada ya hapo maandalizi ya harusi yakaanza. Kipindi hichi Belinda alikuwa anakaa kwenye nyumba ya kupanga yeye na mumewe. Geoffrey alikuwa kapanga chumba na sebule. Ila Belinda, mwanaume wako kweli ana hela? Mipango yenu ya ndoa inaenda haraka sana, tofauti kabisa na sisi. Mimi nakwambia kila siku Pelin kuwa Richard ana pesa chafu. Ana hela yule mwanaume hatari. Na kushangaa wewe unaenda kukubali kuolewa na mwalimu. Angalia sehemu aliyokuja kukuweka, eti chumba na sebule. Ndani joto tupu, hakulaliki, hakuna AC wala feni ya juu. Feni atanunua akasema mwisho wa mwezi huu akipata mshahara. Belinda akaanza kucheka huku akisema umeona kazi hiyo? Hayo mambo mimi ndo nisiyoyataka. Ushaingia kwenye matatizo rafiki yangu. Yaani hapo hata ukimisi baga, ukimwambia akununulie utasikia subiri mwisho wa mwezi mke wangu. Ukimisi soda ukimwambia utasikia subiri mwisho wa mwezi mke wangu. Pelin hakujibu kitu, akanyamaza kimya tu. Belinda akaendelea kuongea. Haya bana, ila vumilia maana ndio kashakuwa mumeo huyo. Na vumilia, na hata hivyo ni maisha kawaida sana na pia ni mazuri. Sio kwamba mume wangu hana uwezo kabisa, hapana. Ana uwezo wa kunitimizia mahitaji yangu. Lakini kama binadamu na najua kipato anachokipata, akiniambia kitu fulani nitatimiza mwisho wa mwezi unaofuata, basi natulia kwa sababu nimeolewa na mwanaume ambaye najua kipato chake sio kikubwa sana cha kumaliza kila hitaji kwa wakati mmoja. Unajitahidi kumtetea mumeo mwenyewe, ama hakika umependa sana. Kwa kupenda kweli nimependa, na hakuna ambacho nakiona kigumu kwenye ndoa yangu.
kwa sababu hata hao wenye maisha mazuri zaidi walianzia huku kwenye maisha ya chini na baadaye wakapanda juu kutokana na bidii zao za kufanya kazi. Hata wazazi wetu ambao leo tunaona wana uwezo sana, tukiuliza historia zao za nyuma, walianzia huku kwenye maisha ya ugumu sana, ila kwa bidii ya kazi na kujituma sana pamoja na kumuomba Mungu, leo hii ndio tunawaona wanaendesha magari mazuri na wanaishi nyumba nzuri pamoja na vingine vingi vizuri, ila walianzia chini ndio wakapanda juu. Haya bana, mimi najua yote hayo ni kwa ajili tu ya kumtetea mumeo. Poa, mimi ninaondoka basi. Haya bana, ngoja mimi nipike maana mume wangu sasa hivi anarudi kutoka kazini. Poa, bye. Haya bye. Belinda kaondoka zake nyumbani kwao. Hatimaye siku ya harusi ikafika na Richard pamoja na Belinda wakafunga ndoa ya kanisani, na baada ya hapo siku ule wa ndoa walilala Mwanza hapo. Na siku ya pili wakapanda ndege na kurudi nyumbani kwao, nyumbani kwa Richard. Jioni Mr. and Mrs. Richard waliwasili jijini Dar es Salaam, wakakodi taxi na Richard akamwambia taxi sehemu ya kuwapeleka. Belinda alishangaa kidogo na kumuuliza mumewe, kwa nini usingemuita dereva wako atufate yule aliyenifuata siku ile? Yule leo ana dharura kidogo, tupande tu taxi. Wakapanda taxi siti za nyuma na safari ikaanza kuelekea nyumbani kwao. Mwisho wa safari walifika na wakashuka kwenye taxi na Richard akamlipa dereva taxi pesa yake na yule dereva akaondoka zake. Richard, kwani kwako si salasala? Mbona tumekuja huku? Huku nako nina nyumba yangu nyingine. Subiri tuchukue boda twende zetu. Boda? Aliuliza Belinda kwa mshangao, lakini kabla hajajibiwa, boda akawa kashafika na walipanda wote wawili kwenye boda moja na safari kaanza kuelekea nyumbani kwao. Zawadi zao walizotunzwa kwenye harusi yao waliziacha huko nyumbani kwa wazazi wa Belinda, kwa kusema kuwa watazifata kwa kipindi kingine. Kwa hiyo walikuwa wameondoka na nguo tu za Belinda. Wakiwa kwenye boda, Belinda alikuwa anaangalia mazingira ya ule mji. Hapakuwa na nyumba hata moja, ni poli tu, kuna majani na miti. Belinda alikuwa anafikiria huo mjumba atakao ukuta huko ambapo atafika. Lakini alikuwa anajiuliza mbona hakuna nyumba, kaja kujenga mapolini namna hii. Lakini baadaye akafanikiwa kuona nyumba ya udongo moja ambayo ilikuwa ni mbovu mbele, na aliona wakazi wa ile nyumba akiwa wapo nje wanaishangaa ile pikipiki nayo pita. Mbele kidogo ya nyumba ile ya udongo kulikuwa na nyumba ya tofali ya chumba kimoja. Akiwa anaendelea kuangalia mazingira, Belinda alishangaa kuona safari yao inaishia kwenye ile nyumba ya tofali ya chumba kimoja. Alishangaa sana na kuuliza haraka sana, hapa ni wapi? Shuka mama, ndo tumefika hivyo mjingoni. Belinda alishangaa sana na kutoa macho haswa. Richard akamlipa boda pesa yake na boda akaondoka zake. Belinda akauliza tena, Richard, naomba uwe serious mume wangu, hapa ndio nyumbani? Ndio mke wangu, hapa ndio kwetu, karibu sana, aliongea Richard huku anaenda kufungua mlango wa kile chumba na kuingiza mizigo ndani kwao. Belinda alikaa chini kwa kuchoka baada ya kuona mabegi yanaingizwa ndani ya kile chumba. Yeye alijua mumewe anatania, lakini kumbe ni kweli ndio kwake mpaka mabegi yanaingizwa ndani. Sitaki kuamini Richard, mfanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, unakaa kwenye chumba kimoja? Richard akaanza kucheka. Alicheka sana, alicheka mno. Akakaa chini kabisa kama mkeo alivyokaa na kumwambia huku akiwa anamalizia kicheko chake, mke wangu, mimi sio mfanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania bana. Belinda alizidi kushangaa sana na kumuuliza mumewe kwa haraka, kwa hiyo unafanya kazi gani? Mimi ni mpiga debe hapo stendi ya mabasi. Mungu wangu we. Kwa hiyo mimi usiku wa jana nimelala na mpiga debe? Sio usiku wa jana tu, hata usiku wa leo utalala naye, maana ndio mumeo huyo. Mmefunga ndoa takatifu kabisa ya kanisani. Hapa tusonge ugali wetu na fungu la samaki, tule, tunywe maji, tupande kitandani, mambo ya humu tu yaendelee. Belinda furaha yote iliisha na kuanza kumuuliza kwa hasira, ina maana ile nyumba ulionipeleka siku ile ilikuwa ni nyumba ya nani? Ile nilikodi tu ili nikuaminishe kuwa nina hela. Unajua nyewe watoto wa kishua huaga hampatikani kirahisi bila kutumia gharama. Sasa muhuni nimekuelewa, ndio maana nimetumia gharama ili nikupate mtoto mzuri. Belinda alilia vibaya mno, akaanza kubonyeza simu yake. Richard akajua tu kuwa huyu anataka kuwapigia wazazi wake. Alichokifanya akampokonya simu na kutoa laini kwenye ile simu
na kumwambia hii simu ni bei sana, itabidi tuiuze ili tupate hela ya kula. Alitoa laini kwenye simu na kuziweka kwenye mfuko wake wa suruali, na ile simu akaizima, akaichukua na kuiweka kwenye mfuko wake wa suruali. Belinda alikuwa anaendelea kulia sana pale nje. Richard akaona atamjazia nzi kwa kulia kule, hivyo akambeba na kumwingiza ndani chumbani kwao. "Sitaki ulie, nitakupiga sasa hivi," aliongea Richard kwa sauti kali kidogo, na baada ya hapo akatoka nje. Belinda aliendelea kulia sana tu. Kwenye kile kibanda cha udongo cha pembeni yao walikuwa wapo watoto tu, na ndio maana hawakwenda kukimbilia kuona Belinda analia nini. Wazazi wao hawa watoto walikuwa wameenda shamba. Richard akaenda kuomba moto nyumbani. "Hodi, karibu kaka Richard, shikamoo." "Marahaba, ujambo?" "Sijambo, mbona mgeni analia uliyekuja naye?" Achana naye yule, kashamisi nyumbani kwao." Yule binti Hilda akaanza kucheka na kusema, "Kaka Richard, una visa jamani. Yaani kafika leo muda huu na tayari kashamisi kwao?" "Ndio, kamisi kwao, wewe huamini?" "Siamini hata kidogo." "Kweli, sio uongo." Hilda akaendelea kucheka sana tu. Richard akachukua moto na kuondoka zake nyumbani kwake. Akaenda kuacha jiko la kuni, alafu akaenda chumbani kwake. "Wewe dem, bado tu unalia? Naomba nirudishe kwetu." "Urudi kwenu?" "Ndio, nataka nirudi kwetu." "Unataka urudi kwenu wakati wazazi wako wamechukua ng'ombe zangu?" "Ng'ombe zako zitarudi na kila kitu chako wazazi wangu watarudisha. Naomba niache niende kwetu." "Uende popote? Hapa ndio ushafika." "Niache niende kwetu." "Kwenu utaenda kutembea baada ya miaka 3. Kwa sasa hivi tulia kwako." Belinda alilia sana na kujijutia mno kwa maamuzi aliyochukua ya kumwamini Richard haraka. Richard alisonga ugali kwenye jiko la kuni lililokuwa nje, na baada ya hapo akapeleka ugali ndani kwa mkewe, huku kwenye bakuli kukiwa na fungu la samaki pamoja na pilipili ya maji kwenye bakuli kingine kidogo. Akaenda kuweka ile sahani ya ugali kwenye mkeka uliokuwa mule chumbani na kumwambia mkewe, "Shuka kitandani mama, tuje kula." "Siwezi kula ugali na vidagaa mimi." "Unataka kula kuku?" Richard akatabasamu kidogo na kumwambia mkewe, "Yale maisha ya kifahari uliokuwa unaishi kwenu naomba uyasahau. Sasa hivi haupo kwenu, upo kwako, na kubaliana na uwezo wa mumeo aliokuwa nao. Kwa hiyo mumeo nimesonga ugali na vidagaa, shuka chini uje tule. Siwezi kula hizo takataka." "Oh, kumbe takataka. Basi acha nile takataka zangu. Alafu wewe subiri chakula kizuri hapo hapo kitandani. Na ujue kabisa nikimaliza kula na kutumia kama kawaida. Maana bado tupo kwenye honeymoon, kwa hiyo starehe kama kawaida tu." Belinda alikuwa kimya akitafakari namna kujiokoa kwa huyu mwanaume ambaye alimuona wa maana sana. Richard alimaliza kula, na baada ya kumaliza kula akaenda zake nje kuoga. Muda huo giza lilikuwa lishaingia tayari, usiku ulianza kuchukua nafasi yake. Richard alichukua kibatari chake na kibiriti kilichokuwa pembeni na kukiwasha. Kibatari kile hapo akakiweka mezani. Hata umeme hakuna. Umeme huo tuke wapi wakati unaona ndio kwanza mji wenyewe ndio unaanza huu. Akapanda kitandani Richard akalala. "Richard, naomba nirudishe kwetu. Siwezi mazingira haya mimi. Sitaki kelele zako." Usiku huu ulipita huko Belinda akiingiliwa kimwili kwa lazima na mumewe kipenzi Richard. Licha Belinda kulia sana na kujitetea ili Richard asimlazimishe kufanya mapenzi, lakini alishindwa na Richard akatimiza azma yake, na baada ya hapo ndio akalala. Belinda alishindwa kulala, usiku mzima alikuwa analia tu. Belinda, abe, amka kumekucha, nenda nje kwenye jiko la kuni kapike chai." "Nikapike chai kwenye jiko la kuni?" "Ndio, hujasikia? Mimi siwezi kupikia jiko la kuni." "Alafu wewe, nishakwambia hapa sio kwenu. Hapa ni kwako na mumeo, tena mumeo mwenyewe msela tu. Maisha yenyewe hajayapatia bado. Kwa hiyo hapa ni maisha kukaza na wala sio lele mama. Amka kawashi jiko la kuni upike chai tunywe hapa." "Nishakwambia siwezi kupika jiko la kuni na siwezi kula chakula kisichoeleweka." Sawa. Mimi nawapenda sana watu kama nyie. Sikia nikwambie sasa. Naamka naenda kupika mwenyewe kwenye jiko la kuni. Wewe si huwezi kupika hilo jiko la kuni. Sasa subiri. Nikianza kwenda kazini nitakuachia unga na mboga pamoja na kuni na kibiriti. Kama huwezi kupika jiko la kuni, basi utatafuna mboga mbichi na utabuya unga na kuumunya. Halafu utameza. Sawa mtoto mzuri? Watu kama nyie mimi huaga sina haraka na nyie. Mtanyoka tu. Belinda alinyamaza kimya. Richard aliamka na kwenda kuwasha moto kwenye jiko lake la kuni. Baada ya hapo akabandika chai, na ilivyoiva akaipua na kubandika maji ya kuoga.
maana kulikuwa na hali ya ubaridi. Alipeleka ndani chai ya rangi pamoja na maandazi 6. Haya, chai hapa, inuka bosi wangu je unywe. Belinda aliinuka kidogo na kupiga jicho kwenye sahani ya yale maandazi, alafu akabinua midomo yake kwa dharau na kusema, chai ya rangi sijawahi kunywa. Ndio unaanza kunywa sasa hapa? Hapana. Unapika vyakula ambavyo sivielewi kabisa. Mlo kamili unakuwa haujakamilika. Richard akaanza kucheka na kusema, watu tunakula ili tushibe, wewe unataka mlo kamili. Usubiri hapo hapo utakuja, mtoto mzuri. Na kama hutaki kula sema nimalize maandazi yote haya. Belinda kusema kitu, akanyamaza kimya tu. Richard akala maandazi 4 na kumwachia 2. Haya, maandazi hayo 2 nimekuachia, utakula njaa ikikukamata kisawa sawa. Mimi naondoka. Belinda kujibu kitu, akanyamaza kimya tu. Richard akatoka zake na kuondoka huyo. Usiku wa saa 1 Richard ndio alikuwa amerudi nyumbani, akiwa kashika mfuko ambao ndani ya ule mfuko kulikuwa kuna mboga ya majani, mchicha pamoja na kitunguu na nyanya. Mke wangu kipenzi, habari yako? Belinda kujibu kitu, akanyamaza kimya tu. Vipi, ulikula yale maandazi au bado yapo mpaka sasa hivi nikayale mimi? Belinda kimya, ngoja niangalie kama yapo. Maana naona una kisilani. Wewe zoea tu mazingira, maana hata ukinuna mimi ndio sikuachi na hapa ndio umefika. Alienda kuangalia alipoacha yale maandazi. Akapata kicheko baada ya kukuta hayapo. Alicheka sana Richard. Kumbe umeala. Mimi nikajua umesusa huyataki mimi niyashughulikie sasa hivi hapa. Kweli njaa ndio mwisho wa matatizo. Si ulikuwa unajishaua wewe, Sili takataka, mbona umezila sasa? Ngoja nipike ugali na mchicha hapa tule. Belinda alizidi kuumia moyo. Ugali na mchicha. Alijuta vibaya mno. Alikuwa anatamani angekuwa na mabawa aruke arudi kwa wazazi wake, lakini hakuweza, na hata simu alikuwa kashapokonywa na laini zimetupwa huko. Alijikuta analia tu mwenyewe na kumkumbuka best friend yake Perin aliyemwambia awe makini na wanaume wa mtandaoni. Heri ningeishi kama Perin na mumewe kuliko yanaonikuta mimi. Chakula kiliwiva na Richard akapakua na kuweka kwenye mkeka. Haya, wewe mwanamke njoo tule, aliongea Richard huku akiwa tayari kashaanza kula. Belinda aliinuka pale kitandani na kukaa kwenye mkeka kuanza kula hivyo hivyo kiugumu. Maana japo chakula alikuwa hakitaki, lakini njaa ilikuwa inamuuma sana. Siku ya pili asubuhi Richard aliamka akachemsha mihogo kwenye jiko la kuni, na ikiwa ipo jikoni akaenda chumbani kumwamsha mkewe. Wewe mwanamke, hebu amka. Amka utandike mtoto wa kike, acha uvivu. Amka utandike na ukimaliza ufanye usafi huko ndani. Belinda aliamka akaenda chooni kujisaidia. Alivyomaliza akarudi chumbani. Richard akaanza kazi ya kumfundisha kutandika kitanda chake pamoja na kufagia na kupiga deki chumbani. Hizo kazi kwao hakuwa akifanya, walikuwa wanafanya akida na kiisha. Mihogo iliwiva na uji ukapikwa, vikatengwa na wakaanza kula. Belinda alikuwa anakula hivyo hivyo, lakini havipendi hata kidogo, ila njaa haikuwa na urafiki na mtu. Mchana wa siku hiyo ukalika ugali na dagaa za kupika. Mtoto akishua akala hivyo hivyo kwa kunungunika, lakini alikula. Asubuhi ya siku iliyofuata alifika. Richard aliamka na kuanza kumwamsha mkewe. Belinda, abe, kumekucha mama. Amka uanze usafi wa nyumba yako. Unafanya kazi hapa, huwa kukufanyia kazi za nyumbani. Unataka mimi nifanye nini wakati unajua kabisa siwezi kufanya chochote kile? Jana nimekufundisha kutandika kitanda na kufagia na kupiga deki chumbani. Leo ndio ufanye sasa kama jana nilivyokufundisha. Na unatakiwa ujifunze kupika kwenye jiko la kuni. Maana mimi sina muda mrefu nitaanza kwenda kazini. Sasa sijui utapikiwa na nani. Belinda kacheka kidogo na kumwambia Richard, kazini? Wewe unaenda kazini? Ndio naenda kazini. Kazi ya kupiga debe? Hiyo ndio kazi ya mumeo. Sijui nimefanya nini mimi Belinda. Sijui kwa nini sikukutambua mapema wewe mwanaume. Ila naomba utambue kitu kimoja ambacho ukiweka akilini kwako ni kwamba lazima nitaondoka tu kurudi nyumbani kwetu. Okay. Na mimi naomba nikwambie kitu kimoja ambacho unatakiwa ukiweke akilini ni kwamba ukiondoka kwenda kwenu nataka uache pale mezani pesa yangu ya mahali niliyokutolea. Hiyo pesa sio shida kwa wazazi wangu. Sio shida kwa wazazi wako, ila kwako ni shida, na ndio maana unashindwa kunilipa ili uende kwenu. Nitakurudishia pesa yako na uniache na maisha yangu niishi kwa uhuru. Kwani hapa nakubana? Huishi kwa uhuru hapa? Sina uhuru wowote hapa. Richard akaanza kucheka. Mimi nimezaliwa kwenye maisha ya raha na nimekuwa kwenye maisha ya raha.
Haya maisha ya kimaskini sijawahi kuishi na sijawahi kufikiria kuyaishi hata siku moja. Basi surprise ya maisha maskini, aliongea Richard. Nakuchukia sana wewe mwanaume. Unanichukia tena? Sana tu. Hutakiwi kunichukia, ila unatakiwa kunishukuru. Nikushukuru kwa lipi? Kwa kukuonyesha maisha upande wa pili. Tatizo wewe uliegemea maisha upande mmoja tu. Sasa mimi nakuonyesha maisha upande mwingine, maisha ya kimaskini, maisha ya unga mwana. Belinda alichukia kwa hasira sana na kujilaumu sana kwa kukurupuka kukubali kuolewa na Richard haraka bila hata kufikiria mara mbili. Muda wa mchana wakiwa tayari washakula, simu ya Richard iliita na mpigaji alikuwa ni Madamu Imakurata. Mama huyu alikuwa anataka wajulie hali watoto wake. Mama yako ananipigia simu hapa, nitaongea naye na najua tu atataka kuongea na wewe. Sasa ole wako umuonyesha hali ya utofauti yoyote ile, utanitambua mimi ndio nani. Ole wako. Kwa msisitizo Richard alichukua kisu na kumwekea Belinda ubavuni huku akimwambia, ukithubutu kumwambia mama yako chochote kile kinachoendelea huku basi na kumwaga utumbo. Alafu mama yako atakuja kuchukua mwili wako. Belinda kwa uoga huku akitetemeka akasema hata mwambia mama yake chochote na pia hataonyesha dalili zozote zile za huzuni. Richard akapokea simu ambayo ilikuwa inakaribia kukatika. Halo mama. Aliongea kwa sauti ya uchangamfu sana. Habari yako mwanangu? Nzuri sana mama, sijui nyinyi huko mnavyoendelea. Sisi hatujambo. Sawa. Belinda yupo karibu na wewe? Ndio mama, ni naye hapa. Naomba nimsalimie maana kwenye simu yake simpati kabisa. Sawa mama. Akachukua simu na kumpa mkewe aongee na mama yake huku akiwa kaweka loudspeaker. Halo mama, aliongea kwa sauti ya uchangamfu sana huku kisu kikiwa ubavuni mwake. Hujambo mwanangu? Sijambo mama, sijui wewe na baba. Na sisi hatujambo, simu yako haipatikani, shida nini? Nimepoteza simu mama, siku ile nilivyotoka huko nyumbani. Oh, pole sana. Basi mumeo kununulia nyingine ili upate mawasiliano. Ndio mama, ataninunulia. Sawa binti yangu. Baba yako huyu hapa anahitaji kukusalimia na yeye. Aliongea Bi Imakurata na kumpatia mumewe. Mzee Simon anapokea simu na kuweka sikioni, lakini muda huo Belinda anaonekana anashindwa kujizuia huzuni yake na machozi yanaanza kumtoka machoni kwake huku sauti ikabadilika na kuwa ya kilio. Halo baba. Halo binti yangu, habari za huko? Nzuri tu. Richard akampokonya simu Belinda na kuweka sikioni kwake. Halo baba, shikamoo. Marahaba mwanangu, habari za huko? Nzuri tu baba. Haya, tulikuwa tunawasalimia. Haya baba, asante sana. Akakata simu Richard na kumgeukia mkewe kwa hasira. Nilikwambiaje? Nirudishe kwetu. Kwani lazima kuishi na wewe? Kabla hajamaliza kauli yake alichapwa kibao cha shavu ambacho kilimfanya nyamaze kimya. Akashika shavu lake huku machozi yanamtoka machoni kwake. Naona unanizoea vibaya. Subiri sasa. Aliongea Richard huku anainuka na kwenda kufunga mlango wake kwa ndani. Naomba nirudishe kwetu, sikutaki tena. Kwenu hurudi, alafu subiri nikufundisha adabu ya kuishi na mume. Richard akaanza kumshushia kipigo mkewe. Alimpiga mingumi, miteke, mibao bila kuangalia na mbamizia wapi. Alimpiga mpaka wale majirani zao kwenye ile nyumba ya udongo wakaenda kuingilia kati na kumuomba Richard asimpige hivyo mkewe. Siku hii majirani hawa walikuwepo nyumbani kwao, hawakwenda shamba. Walimchukua Belinda na kuondoka naye nyumbani kwao kwani kipigo cha Richard kilikuwa kikali sana kwa mkewe, hivyo wakaona waondoke naye ili Richard apunguze hasira zake. Belinda alilia sana. Usiku huu alikandwa maji na mama Hilda kama mzazi aliyetoka kujifungua sasa hivi. Akapewa na dawa za maumivu akanywa na kula ugali na mlenda. Siku hii alilala pale kwa mama Hilda kwani aliogopa kurudi nyumbani kwa Richard. Usiku alikosa usingizi, alikuwa analia tu na kuangalia jinsi alivyolala kwenye nyumba ya udongo iliyokuwa imechoka sana. Wale maskini aliokuwa na wadharau leo ndio waliomsaidia. Kulikucha asubuhi walipika chai na mihogo ya kuchemsha. Familia ya mama Hilda wakanywa pamoja na mgeni wao, na baada ya chai mama Hilda na mumewe pamoja na Belinda wakaanza kwenda nyumbani kwa Richard kumrudisha mkewe. Japo Belinda alikuwa hataki kurudi kwa mumewe. Mimi sitaki kurudi kwake, naomba mnisaidie simu nimpigie baba yangu anitumie nauli nirudi nyumbani kwetu. Belinda, tumeshakwambia tangu jana hapa kwetu hakuna mwenye simu. Basi naombeni mnisaidie nauli nirudi nyumbani kwetu. Nikifika nitafanya mpango wa kuwarudishia pesa yenu. Hapana Belinda, sisi hatuna pesa.
Sisi ni familia kimaskini sana, hatuna pesa, riziki tunayoipata ni ndogo sana, inatosha kula tu, aliongea mama Hilda. Na muda huo walikuwa tayari washafika nyumbani kwa Richard na wakamkuta yupo nje anafanya usafi wa nyumba yake huku akiwa serious. Belinda alikuwa analia tu, ila kimya kimya, hatoi sauti. Za asubuhi jirani, salama tu, shikamooni. Marahaba kijana, tumekuja kumleta mkeo na kuzungumza kidogo na wewe pamoja na mkeo. Sawa wazee wangu, hakuna shida. Richard akaingia ndani akaenda kuchukua mkeka na kuutandika pale nje na kuwataka wakae kwenye mkeka. Haya tukaeni. Wakakaa kwenye mkeka na maongezi yakaanza. Shida nini Richard mpaka unampigia mkeo? Aliuliza baba Hilda. Huyu mwanamke ananidharau sana. Sasa nataka ajue mimi ni mumewe na wala sio shoga zake. Sitaki maisha mazoea mimi hapa kwangu. Kila mtu acheze kwenye nafasi yake. Mimi mume nina majukumu yangu kama mume na yeye majukumu yake kama mke. Asiniletee kudeka mimi hapa. Aliongea Richard akiwa serious sana. Belinda alikuwa anaogopa sana mpaka anatetemeka mwili wake. Mama Hilda alimuona Belinda anavyotoka jasho la uoga na akamkumbatia kwa upendo sana na kumwambia, usiogope Belinda. Fanya majukumu yako kama mke na mumeo atafanya majukumu yake kama mume. Na umheshimu mumeo na uwe msikivu kwake, usiwe na tabia za kumjibu na usiishi kwa mazoea na mumeo. Sawa? Sawa mama. Lakini mimi sijui kutumia jiko la kuni kupika. Hata huko kupika kwenyewe unajua. Na kila nikitaka kukufundisha utaki. Wewe ni mtu wa aina gani wewe? Aliongea Richard akiwa serious. Hajui kupika? Aliuliza mama Hilda kwa mshangao. Hajui kupika hata uji wa mtoto mchanga. Mama Hilda alitaka kucheka lakini akajizuia na kusema, basi haina shida Richard. Nitamfundisha mkeo kupika na atakuwa vizuri, atajua kupika haraka sana. Sawa mama, nitashukuru sana. Sawa mwanangu. Basi usimpige tena mwenzio. Sawa wazazi wangu. Mama Hilda na mumewe wakaondoka kurudi nyumbani kwao. Belinda kabaki na mumewe. Ila alikuwa muoga sana. Kiasi kwamba alikuwa anafanya kazi mwenyewe bila mumewe kumwambia afanye. Japo alikuwa hafanyi vizuri lakini alikuwa anafanya hivyo hivyo. Ulipita mwezi mmoja Belinda akiwa anafundishwa kupika na kufanya kazi nyingine kama mwanamke na alikuwa anaelekea vizuri kwa sababu alikuwa anamuogopa sana mume wake. Kipigo alichokipata hakuwa anatamani kukipata tena kwa siku nyingine, hivyo alikuwa makini sana. Kwa sasa hivi Belinda alikuwa akiamka asubuhi anafanya usafi nyumbani kwake na kufanya kazi nyingine kama mwanamke. Siku moja muda wa asubuhi baada ya mumewe kuondoka kazini kwake, alikuwa anafanya usafi na katika kuweka vitu vizuri akajikuta anaiona ile simu yake ambayo mumewe alimpokonya na kumwambia kuwa anaenda kuiuza ili wapate pesa ya kula. Alifurahi sana alivyoiona na kuona hiyo inaweza ikamsaidia katika kuondoka kwenye mikono ya Richard. Alichukua ile simu na kuificha mahali pengine alipokuwa anapajua yeye. Richard alirudi usiku nyumbani na baada ya kufika alioga, baada ya kuoga wakala na mkewe na baada ya hapo akamwambia, mke wangu, abe, nimekutafutia kazi kule maeneo ya stendi ninapofanyia mimi shughuli zangu. Kazi gani? Kazi ya mama ntilie. Mama ntilie? Ndio. Yaani mimi nikafanya kazi ya mama ntilie, huwezi? Siwezi kufanya kazi hizo mimi. Kisa sio hadhi yangu. Richard akacheka kidogo na kumwambia mkewe, bado tu unawaza maisha ya kwenu? Belinda kujibu kitu akanyamaza kimya tu. Richard akasema, yale ni maisha ya wazazi wako. Hata kama ni mazuri kiasi gani lakini ni ya wazazi wako na wala sio yako. Wewe maisha yako ni haya hapa unayoishi na mimi. Asubuhi ya siku iliyofuata wakaondoka Richard na Belinda wakiwa anatoka nyumbani kuelekea stendi. Richard alikuwa anaenda kazini huko Belinda akienda kuanza kazi kwa mama ntilie. Belinda alianza kazi kwenye moja ya banda la mama ntilie lililokuwepo stendi hapo. Huyu mama mwenye biashara yake alikuwa na binti moja wa kazi na Belinda kawa ni wa pili. Mama Kizito vipi? Poa tu Richard, niambie. Safi, unamwonaje mfanyakazi mpya? Yupo vizuri, anajitahidi kufanya kazi hivyo hivyo mdogo mdogo. Sawa sawa. Alikuwa Richard ameenda kwenye banda la mama Kizito kula chakula. Banda ambalo mkewe ndio alikuwa analifanyia kazi. Kama unavyojua mama ntilie kuna kuaga na kazi nyingi sana, kupika, kuosha vyombo na kusambaza chakula kwa wateja. Na ushapu pia unatakiwa. Belinda alikuwa mzito kidogo kwenye kazi, ila kwa bahati nzuri alipata bosi ambaye ni mstaarabu, hivyo alikuwa anamvumilia hivyo hivyo.
Ikifika jioni analipwa 3,000 yake na kuondoka zake na mumewe nyumbani. Zilipita wiki 2 Belinda akiwa anaendelea na kazi kwa mama Kizito. At least alikuwa kazoea kidogo na hata watu walikuwa kawazoea baadhi. Stendi hapo kulikuwa kuna mkaka ambaye alikuwa anauza simu na alikuwa ni mteja mzuri tu wa chakula wa mama Kizito. Belinda baada ya kupeleka chakula mara kadhaa kwa kijana yule, wakajikuta wanazoeana na siku moja Belinda anaamua kumwambia huyu kaka kuwa ana simu yake nzuri ya touch alikuwa akiuza. Steve ambaye ndio alikuwa ni huyo kaka anamwambia Belinda aje nayo hiyo simu siku ya kesho ili aione. Belinda anaitikia na kuondoka kwa furaha. Usiku baada ya kurudi nyumbani, Belinda alienda kuangalia simu yake pale alipoihifadhi. Alifurahi sana baada ya kuikuta hapo. Kesho yake asubuhi Belinda alitoka na simu yake kwa siri sana bila mumewe kujua chochote kile. Mchana wa siku hiyo akaenda kwa Steve kumpelekea simu ile. Vipi, umekuja nayo? Ndiyo Steve, hebu tuione. Belinda akatoa ile simu na kumkabidhi Steve. Steve alitoa macho alivyoiona. Maana ilikuwa ni simu ya bei kubwa sana. We Belinda, hii simu umeitoa wapi? Mbona ni simu kali sana? Ni yangu Steve, nimeamua kuuza kwa ajili ya maisha magumu. He, kumbe Belinda na wewe mkali, unatumia simu wanazotumia watoto wa kishua. Belinda katabasamu kidogo. Niambie unauza shilingi ngapi hii simu? Nipe 300,000. Haipungui zaidi? Hapana Steve, sipunguzi zaidi. Simu yangu ni ya bei sana ila nauza kwa bei hiyo kwa sababu ya shida tu. Kwa hiyo sasa usitaki kunipiga kwa ajili ya shida zangu. Steve akacheka kidogo. Okay. Basi ngoja niwasiliane na rafiki yangu mmoja hivi. Mara nyingi ananunuaga simu kama hivi na kuzifanyia matengenezo kidogo alafu anauza tena. Basi fanya hivyo, poa usijali. Sawa, mimi ngoja niende basi. Sawa. Belinda kaondoka huku simu yake akiwa akamwachia Steve. Akiwa njiani anarudi kwenye banda lao akakumbuka maneno ya Steve. Kumbe Belinda na wewe mkali unatumia simu wanazotumia watoto wa kishua. Alitabasamu tena Belinda na kujisemea mwenyewe moyoni. Sasa hivi sionekani tena kama mtoto wa kishua, mpaka vitu vyangu vya thamani nikivitoa watu wanashangaa kwa muonekano wangu na kitu ninachokimiliki. Nimepoteza mvuto, nipo ili mradi tu. Siku ya pili walifika kazini Richard na mkewe. Baada ya kuachana tu Belinda kaenda kwenye frame ya Steve kumuuliza kuhusu simu yake maana usiku wa jana aliondoka nayo. Steve, niambie Belinda, sasa ndio nini jana umeondoka na simu yangu? Niliwahi kufunga hapa, nilimpelekea jamaa yangu ile simu aione maana nilivyompigia simu tu na kumuelezea kuhusu simu akanambia nimpelekea aione. Amesemaje alivyoiona? Kaichukua ila kwa 2,500. Steve, ushanipiga hapo. Kweli Belinda, hata sijakupiga. Umenipiga bana. Kweli sijakupiga wala nini. Naomba hiyo hela. Steve akazama mfukoni kwenye mfuko wake wa suruali na kutoa hela na kumkabidhi Belinda. Belinda anapokea na kuanza kuhesabu. Anahakiki kama imetimia. Ilikuwa imetimia 2,500. Anatoa 20,000 na kumpa Steve kama asante. Steve anapokea na kushukuru. Belinda akaondoka hapo baada ya kuhifadhi pesa yake vizuri. Siku hii Belinda hakufanya kazi, alisema kuwa anajisikia vibaya. Hivyo akarudi nyumbani, lakini kabla hajarudi nyumbani kwake alipitia kwenye duka moja la nguo za wanawake za kujistiri. Akanunua baibui jeusi pamoja na mtandio wake na nikabu na baada ya hapo akarudi zake nyumbani. Zile nguo alizificha ili mumewe akirudi asizione. Akala chakula ambacho alinunua huko alipotoka na baada ya hapo akapanda kitandani kupumzika. Usiku Richard alirudi na kumkuta mkewe akiwa amelala, anaumwa vibaya mno. Walilala usiku huo na asubuhi ya siku iliyofuata Richard aliondoka kazini akiwa mwenyewe. Baada ya Richard kuondoka tu Belinda hakutaka kuchelewa, aliamka akaoga na kuvaa baibui lake na kuondoka zake. Hakubeba nguo hata moja, zote aliziacha. Yeye alichochukua ni pesa tu. Jioni ya siku iliyofuata Belinda alikuwa yupo ndani ya taksi anaelekea nyumbani kwao na baada ya kufika alimlipa mwenye taksi na yeye kuingia ndani. Mlinzi wa getini alimshangaa Belinda. Dada Belinda, ni wewe? Ndio, ni mimi Alan. Habari yako? Safi tu, karibu. Asante sana. Aliingia ndani Belinda huku Alan akiwa anamsindikiza kwa macho na kushangaa muonekano wake aliokuwa nao. Belinda alifika kwenye mlango wao, akafungua mlango lakini muda huo uso wake ulikuwa tayari ushajaa machozi.
Aliingia ndani na sebuleni akamkuta mama yake akiwa amekaa anasoma Biblia. "Mwanangu," aliita Madamu Imakurata kwa mshangao. Belinda alishindwa kuitikia kwa kilio alichokuwa nacho, kwani hakuwa kaamini kama karudi nyumbani kwao. Imakurata alisogea kwa mwanae akamkumbatia huku anamuuliza, "Una nini mwanangu?" Belinda alikuwa anashindwa kabisa kuongea, ni machozi tu yalikuwa yanamtoka machoni kwake. Imakurata akamchukua mwanae na kwenda naye chumbani kwa Belinda. "Belinda mamangu, una nini? Hebu niambie umepatwa na nini mamangu?" Belinda alikuwa anataka kumhadithia mama yake, ila alikuwa anashindwa kutokana na hasira kumjia kifuani kwake. Mama yake akalitambua hilo, hivyo akaona mwache kwanza binti yake atulie alafu atamhadithia. "Lia mwanangu. Lia, hasira zako ziishe alafu utaniambia kila kitu kilichotokea huko ulipotoka." Belinda kaitikia kwa kichwa. Mama yake akatoka nje. "Halo Simon, niambie mke wangu." Belinda karudi nyumbani. "Karudi?" "Ndio. Ila anaonekana hayupo sawa." "Kivipi?" "Kwanza kadhoofu mwili, kapoteza mvuto na tangu kafika ni kulia tu. Sielewi nini ambacho kimetokea huko kwa mumewe. Mumewe hajaja naye na hata kwenye simu hapatikani." "Oh Mungu wangu, sasa shida nini?" "Hata sielewi." Usiku alionekana mzee Simon na mkewe Bi Imakurata pamoja na mtoto wao wakiwa sebreni. Walikuwa tayari washakula chakula cha usiku na walikuwa wamekaa. Belinda na wasimulia aliyomkuta huko kwa mumewe, mfanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania. Wazazi walishangaa sana baada ya ile story kuisha. Ilikuwa ni story ya kuchekesha kwa mtu wa pembeni, lakini ilikuwa ni story ya kuhuzunisha sana kwa wazazi wa Belinda. Madamu Imakurata alimwambia mumewe waende polisi kumfungulia mashtaka Richard. Lakini mzee Simon alimtuliza mkewe na kumwambia aachane naye na mshukuru Mungu mwanae karudi salama. "Sidhani kama kuna haja ya kumfungulia mashtaka, ila kikubwa tushukuru Mungu mtoto karudi salama nyumbani. Lakini kamtesa sana mtoto wetu, kadanganya kuwa yeye ni mfanyakazi wa Benki Kuu. Kumbe ni muongo tu. Hayo yote yashapita. Kikubwa ni Belinda mwenyewe awe makini na uchaguzi wake wa mwenza, kwani sasa hivi waongo ndio wengi kuliko wasema ukweli. Mimi baba sitaki tena mwanaume." "Hapana. Usiwachukie wanaume wote kwa ajili ya mwanaume mmoja." Maongezi yakaisha na Belinda kaenda chumbani kwake kulala. Hakuwa anaamini kama karudi nyumbani kwao. Alikuwa anahisi kama katoka kwenye kifungo. Hakika alijawa na furaha sana. Asubuhi ya siku iliyofuata alifika na Belinda aliamka asubuhi na kuanza kufanya usafi wa nyumbani hapo, akisaidiana na Keisha pamoja na Mona Lisa. Huyu alikuwa ni binti mpya wa kazi baada ya Kida kuacha kazi kutokana na ujauzito. Mona Lisa alikuwa hamjui Belinda, ndio kwanza alikuwa kamuona, lakini Keisha ambaye alikuwa anamjua Belinda na dharau zake, alikuwa anamshangaa sana kwa kitendo cha kufanya kazi nyumbani hapo. Keisha alijikuta akiwa anacheka chini chini huku akiongea kwa sauti ya chini. "Kweli Richard kakukomesha. Jeuri yote imekwisha sasa hivi." Alikuwa anaongea huku akiwa anacheka chini chini. Keisha alijikuta alijua kila kitu kilichomkuta Belinda huko kwa mumewe, kwani usiku wa jana Belinda alivyokuwa na wahadithia wazazi wake, yeye alijibanza mahali na kusikiliza kila kitu. Bi Imakurata aliamka na kutoka chumbani kwake. Alifika sebleni na kumkuta binti yake yupo busy ana deki. "He, Belinda ni wewe au naota?" "Ni mimi mama." "Una deki?" "Ndio." Madamu Imakurata akaanza kucheka na kurudi chumbani kwake. Akasogea alipolala mumewe na kumwambia, "Belinda na deki sebleni leo." Mzee Simon ambaye alikuwa yupo kitandani ila hakuwa amelala usingizi alitabasamu baada ya kusikia vile. "He, sijui hata nikimemkuta nini mwanangu huko kwa mumewe. Mpaka sasa hivi anajua majukumu yake kama binti." Aliongea Madamu Imakurata huku anatoka zake nje. Mchana wa siku hii Belinda alienda nyumbani kwa Perini. Alifika na kukaribishwa vizuri sana na shoga yake Perini ambaye kwa sasa hivi alikuwa ni mjamzito. Belinda alimhadithia mwenzie kila kitu kilichomkuta kwa Richard. Perini alicheka sana. Alicheka vibaya mno. Baada ya kucheka kwa muda mrefu, Perini akaweka sura ya serious na kumshauri mwenzie, "Pole sana rafiki yangu, lakini pia naomba hilo liwe kama somo kwako. Belinda, hutakiwi kuchagua wanaume. Eti namtaka mwenye pesa na simtaki maskini. Hutakiwi kufanya hivyo kwa sababu huwezi kujua nani mwenye heri na wewe. Unaweza ukampata mwenye pesa sawa, lakini asiwe na hofu ya Mwenyezi Mungu akawa anakufanyia mambo ya ajabu tu.
lakini unaweza ukampata maskini ambaye ana hofu ya Mwenyezi Mungu, ukaenjoy maisha japo kipato chake ni kidogo. Angalia sasa kama huyo wako, bila shaka alikuwa hana nia njema na wewe na alitaka kukukomoa tu na kukuacha. Maana wanaume hawashindwi kufanya hayo mambo. Nakwambia nimekoma mimi. Nimekoma kabisa. Maisha niliyoishi kwa Richard ni maisha magumu sana ambayo sitaki hata kuyakumbuka. Ndio maana nakwambia hilo liwe somo kwako. Badilika kitabia rafiki yangu. Belinda una tabia mbaya sana. Dharau, kujisikia, kujiona, kutoa thamani watu. Mtu akiwa maskini basi hana thamani mbele yako. Pelin, hao maskini ndio walionisaidia mimi. Kuna siku Richard alinipiga mpaka nikahisi nataka kutoa roho. Lakini majirani zake maskini wa kutupwa ndio waliokuja kunisaidia. Nikalala nyumbani kwao kwenye kibanda cha udongo. Walinisaidia sana mimi. Ndio ujifunze sasa. Nimejifunza mwaya. Mimi nashukuru kama tabia zako zimebadilika, maana sio siri hata mimi ulikuwa unanikwaza sana kwa tabia zako. Lakini kwa kuwa ulimwengu umekufunza basi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Ulimwengu umenifunza mwenzio. Sina hamu mimi na Richard. Alichonifanyia Mungu mwenyewe ndio anajua. Belinda na Pelin wakiwa wanaendelea kuongea huku nyumbani kwa Pelin, upande wa pili alionekana Keisha yupo nyumbani kwa Akida. Anahadisi mambo yaliyomkuta Belinda kwenye ndoa yake aliyofunga na mfanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania. Walikuwa wanacheka sana walivyokuwa wanahadithiana, maana kwao zilikuwa habari za kichekesho vibaya mno. Kwa hiyo kumbe alikuwa ni mpiga debe stendi. Mwenzangu kumbe ni mpiga debe. Hakuna cha mfanyakazi wa benki wala mfanyakazi wa ndani. Akida alikuwa anacheka sana huku akisema, Richard ana akili sana. Afadhali kamkomesha maana alikuwa na jeuri sana yule binti. Ana jeuri sana, jeuri iliyopitiliza viwango. Mjinga sana yule binti. Mwenzie kaolewa na mwalimu akawa anamzodoa kila siku. Mimi nimepewa mimba na mlinzi alikuwa ananicheka kila kukicha. Haya yeye sasa kaenda kumpa penzi mpiga debe. Jeuri yote kuisha. Lazima aishi na aibu ibaki maana sio kwa kuumbuka huko. Nakwambia Richard ana akili sana. Ningekuwa na namba zake ningemtumia ila ya soda. Maana kajua kutonyoshea mtu. Leo ameamka na kuanza kufanya usafi na sisi. Jeuri yote imeisha. Kwa hiyo alivyotoka Mwanza akategemea anaenda kufikia kwenye jumba la kifahari. Anashangaa anafikia kwenye chumba kimoja cha tofali. Akida alicheka mno na kusema Keisha, hapana, mimi ningekuwepo jana alipokuwa na hadithi wazazi wake na hisi ningeshindwa kujizuia, ningecheka kwa sauti maana. Ulipita mwezi mmoja tangu Belinda arudi kwao. Belinda alionekana kubadilika sana tabia zake. Zile tabia zake za ajabu za dharau zote aliziacha na kuwa vizuri. Wazazi wake walionekana kufurahi sana mabadiliko ya mtoto wao kwani ilikuwa ni maombi yao ya kila siku. Na walikuwa wanachukia sana tabia mbaya za mtoto wao. Mzee Simon alikuwa Dar es Salaam kuangalia biashara zake. Siku moja alikuwa kwenye hotel moja kubwa sana. Na hakuwa peke yake, alionekana akiwa na kijana ambaye alikuwa anafahamika kama mkwewe Richard Gonzo. Walikuwa wanakula huku wanazungumza mawili matatu. Nashukuru sana kijana wangu kwa msaada wako. Hatimaye kwako imekuwa kama chuo cha mafunzo maana binti sasa hivi kabadilika kabisa. Zile tabia zake mbovu zote kaziacha. Amekuwa kwenye mstari ulionyooka. Nashukuru mzee wangu kwa kufurahia kazi yangu. Nimefurahi sana na nimekuwa kama nimetua mzigo ulionielemea kwa muda mrefu sana. Unajua nilikuwa naumia sana kwa tabia za mwanangu na nikaona akiendelea hivyo mwisho wake hautakuja kuwa mzuri. Lakini kwa sasa hivi nashukuru Mungu sana kwani kila kitu kipo sawa. Mzee Simon alimpatia pesa za kutosha Richard kama malipo na kumshukuru sana. Richard alifurahi sana kwani alipewa pesa nyingi sana ambayo ilikuwa nje kabisa na makubaliano yao. Alishukuru na kuondoka kurudi. Usiku huu Richard akiwa kitandani kwake alikuwa na furaha sana na kujikuta anakumbuka kuhusu mpango wao yeye na mzee Simon. Kwanza jina lake halisi alikuwa anaitwa Hussein. Anakumbuka siku moja mzee Kimaro alimfuata yeye na kumwambia kuwa kuna kazi ambayo rafiki yake anataka kumpatia. Yeye Richard alikuwa anajuana na mzee Kimaro na Kimaro ndio aliyewaunganisha Richard pamoja na mzee Simon. Mzee Simon alikuwa na shida na kijana ambaye atamsaidia kazi yake na hiyo nafasi alipata Richard baada ya kuonekana ana muonekano mzuri sana
ama mwili ambao ni kipenzi kwa wadada wengi sana. Mzee Kimaro na mzee Simon walikutana na Richard na kumwelezea kila kitu kuhusu lengo lao la kumtafuta. Yeye Richard alikubali na kusema kazi anaiweza. Maandalizi ya kumwandaa Richard yalianza. Aliandaliwa vizuri ili aonekane kweli ni mkaka mwenye pesa sana. Na baada ya kubadilishwa kimuonekano na kuonekana ni kaka wa kitajiri, mapicha alipigwa maeneo tofauti tofauti ya kifahari, na baada ya hapo akaunti mpya kwenye Facebook ikafunguliwa. Na Richard akawa anatupia picha zake huku akiwakubalia urafiki watu wengine, na akaanza kumuomba urafiki Belinda. Baada ya Belinda kulingalinga siku 2-3 baadaye akaja kukubali urafiki naye, na mengine ndio yakaendelea hapo. Siku ambayo Belinda alikuja kumtembelea Richard akafika kwenye mjengo wa kifahari. Ile ilikuwa ni nyumba ya mzee Kimaro ambayo ilikuwa ni mpya, imeisha kila kitu, ilikuwa bado watu kuhamia tu. Hivyo Richard ndio alikabidhiwa kwa muda ili kumwaminisha Belinda kuwa yeye kweli ni tajiri. Na hata wale wafanyakazi wa ndani aliokuta siku ile Belinda kwenye ile nyumba wote walikuwa kwenye mpango huo. Hata yule mama ntilie kule stendi ambapo Richard alikuwa anafanya kazi, ambaye alimwajiri Belinda kuwa mfanyakazi wake, naye pia alikuwa kwenye mpango huo. Na hata mahari na kila kitu alichotoa Richard kwa ajili ya kumuoa Belinda alitoa mzee Simon mwenyewe kila kitu. Hoseni ambaye anajulikana kama Richard na watu wengi alicheka akiwa kitandani na kusema kila kitu kimeisha sasa. Na huo ndo unakuwa mwisho wa story yetu nzuri na kwenda kwa jina la Ndoa Yangu.